الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rahma na amani ziende kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wahusia lakini pia naihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Ta'ala. Ittaqullaha fi sirrikum wa alaniyatikum. Kila mmoja wetu amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mazingira yoyote ya dhahiri au ya siri. Kwa Mwenyezi Mungu la takhfa alayhi khafiya, hakifichikani chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna khabir. Mwenyezi Mungu kwa yote tunayoyatenda ana habari nayo, anayasikia, lakini pia anayaona. Na licha hivyo Mwenyezi Mungu ametuwekea ulinzi au waandishi, makatibu ambao kazi yao ni kuandika kila tunachokitenda au kila tunalolitamka. Mwanadamu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu hatamki neno isipokuwa anaye raqibu na anaye atid, wanaandika mazuri yake na mabaya yake, kiasi kwamba mwanadamu huyu duniani aishi atakavyoona na kujiona ndivyo anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Hana imani ya kweli kwamba kunao waandishi au mtiifu kwa Mwenyezi Mungu akafanya atakavyo yauma al-qiyama, siku ya kiyama, anapopewa kitabu chake na akafungua ndani, mwenyewe anasema: mali hadha kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitabu hiki kina nini? Hakijaacha dogo wala kubwa isipokuwa limedhibitiwa hilo. Kama ya'mal mithqala dharratin khayran yara, anafanya jema dogo lisiloonekana kwa macho, basi ataliona yawm kiyama. Na kinyume chake anafanya baya liwe dogo kwa udogo usiojulikana, bado pia ataonyeshwa kwamba hili lilitenda. Kwa hiyo tuwe makini katika matendo yetu kila siku, maneno yetu kila siku, ndio wasia ambao tunapeana. Lakini pili, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
akatuambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum, enyi ambao ni waumini, enyi ambao mna imani, tambueni kwamba mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa funga waliokuwa kabla yenu, kwamba funga siyo ibada mpya, ilikuwepo kwa waliokuwa kabla yetu, walifunga, isipokuwa yawezekana pana utofauti kati ya funga yao katika muda na namna fulani, lakini kufunga walifunga. Na hata hivi tunavyozungumza, wenye imani za dini za kabla wako katika mfungo, pamoja na kwamba funga zao na sisi zinatofautiana, lakini ni funga. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia ametufaradhishia funga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yetu. Malengo ya Mwenyezi Mungu kufunga sio kushinda na njaa, sio kuadhibiwa, sio kuteswa, bali Mwenyezi Mungu akasema malengo ya funga la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa una mcha Mungu, ili mjengeke katika kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lugha rahisi, funga ni mwalimu, funga ni chuo wa kuifundisha nafsi, wa kumfundisha mwanadamu namna ya kuwa karibu na Mola wake, atambue kwamba hii ni ibada, anatakiwa achunge mipaka ya Mwenyezi Mungu kama ilivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aache kula, aache kunywa, aache starehe mbalimbali ambazo zinaharibu funga, kuanzia kuchomoza alfajiri hadi jua litakapozama. Aache kipindi hiki, lakini kuna ziadati nyingine anatakiwa afanye kwa lengo la kujenga ucha Mungu katika nafsi yake, kuwa mcha Mungu. Kwa malengo ya funga ni at-taqwa, kuwa mcha Mungu. Nini ucha Mungu? Ziko tafsiri nyingi. Ucha Mungu maana yake ni kwa maana ya kwamba fi'lul wajibat, kufanya mambo ya wajibu na kujiweka mbali na makatazo. Ukifunga na ukawa unayaendea kwa wepesi, kwa haraka maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na ikawa unajiweka mbali, unayaogopa kuyakimbia makatazo, basi wewe unauendea ucha Mungu. Na hayo ndio mafundisho ya Mwenyezi Mungu, ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo walivyoishi salaful umma wanaotangulia. Kwa hiyo funga, tunachotakiwa katika funga ni kuiendea kwa nia khalis, nia zilizotakata, nia safi. Unayapokea maamrisho ya Mwenyezi Mungu, unayakimbia makatazo ya Mwenyezi Mungu kwa roho safi, bila kusukumwa. Unaamini kwamba hili amelitaka Mwenyezi Mungu, hili amelikataza Mwenyezi Mungu, kwa namna alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaendea kwa roho safi, sio kwa kusukumwa, sio kwa kulazimishwa. Hapo utakuwa unaendea kwa upesi makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika funga. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya hadithi ambayo isimulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ulipoingia mwezi wa Ramadhani akawataarifu masahaba, na taarifu na sisi, akasema jaakum shahru Ramadhan tuftahu fihi abwabul janna wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusallatu ash-shayatin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umewaijia, umefika mwezi wa Ramadhani, tayari umeshaingia mwezi wa Ramadhani. Mtume aliyasema maneno haya siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, pamoja na kwamba mimi nayasema leo,
naamini wapo wanaotangulia kuyasema maneno haya. Lakini pamoja na hivyo, katika ule mlango wa dhikr, kumbusha, tunakumbushana hivyo kwamba umekuja mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao inafunguliwa milango ya pepo, mwezi ambao inafungwa milango ya moto, mwezi ambao wanafungwa mashaitani. Kwa nini milango ya pepo inafunguliwa? Kwa nini milango ya moto inafungwa? Kwa nini mashaitani yanafungwa? Kwa sababu milango ya pepo ionekane iko wazi, kila mmoja aone kwa macho yake kwamba hii ni pepo, na uzuri wa pepo auone kwa ile imani ya kuambiwa na Mwenyezi Mungu, pepo mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu uzuri wa pepo. Ni kitu ambacho macho hayajapata kuona uzuri kama wa pepo. Kama kuna vizuri umeviona, bado havijafikia hata senti moja ya uzuri wa pepo. Masikio hayajapata kusikia, tumesikia mengi, tumeona mengi. Ndani ya fikra zetu zipo fikra mbalimbali, tunapotajiwa kwamba kuna mji fulani ni mzuri, unakuja na fikra labda kama hivi, kama kitu fulani, kama kitu fulani. Tunasema kuhusu pepo, wala khatara ala qalbi bashar, wala fikra tu kufananisha kwamba pepo labda iko hivi, halipo. Sasa pepo hii milango yake iko wazi kipindi hiki. Waumini ni kina nani? Alladhina yu'minuna bil ghaib, wanaamini mambo ya ghaib. Ni jambo la ghaib, lakini amelisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, amelisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu uzuri wa pepo. Na wanaambiwa wafunge ni kina nani? Ni waumini. Amini hivyo, na kwamba milango ya pepo imefunguliwa. Kwa hiyo unaiona pepo, fanya ibada ya funga kama unaiona pepo mbele yako, ili uendee matendo ya kheri kwa wingi na kwa ubora wake. Lakini wakati huo, kama unaona moto, fananisha kidogo na mfanano wa moto duniani ambao ukiwasha mshumaa huwezi kuweka kidole kwenye moto wa mshumaa sekunde 10. Huu ni moto ambao umepunguzwa nguvu yake. Huwezi kuhimili ndani ya sekunde moja kuweka kidole katika moto wa mshumaa, au kala moto kaliweka kwenye kiganja kwa muda wa sekunde 10. Vipi kuhusu moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Milango yake imefungwa, kwamba hata usione, ili nini? Ukimbilie kwenye milango ya pepo ambayo iko wazi. Lakini wanadamu tunaacha kwenda sehemu nzuri, tunaenda katika sehemu ambayo shetani imefunga. Zipo kauli kadhaa kuhusu kufungwa mashaitani, lakini kubwa zaidi tuamini kwamba mashaitani yamefungwa. Wawe wote, wawe wale wakubwa wa mashaitani yamefungwa, yawe yale maradatu shayatin, majini, mashaitani, makorofi, almuhimu Mtume anatuambia yamefungwa. Nini nasifanye tuamini yamefungwa? Unapojiona unaenda katika baya, ujue iweje mashaitani yamefungwa, bado naenda huko kupambana na nafsi yako. Inna nafsa la amaratu bisu, kupambana na nafsi yako. Maadui wa mwanadamu ni watatu. Wa kwanza ni shaitani, wa pili ni nafsi yake, wa tatu ni ad-dunya. Shaitani amefungwa, lakini nafsi yako unayo, upambane nayo. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha akimzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akifunga, namna alivyokuwa akitenga ndani ya mwezi wa Ramadhani, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas, Mtume alikuwa ni mtoaji mzuri, mtendaji mzuri, na alikuwa mzuri kuliko miezi mingine. Katika mwezi wa Ramadhani uzuri uliongezeka, ubora uliongezeka, lakini wakana ajwa bima yakunu fil ashri al-awakhir, na zaidi
akiwa mzuri zaidi katika 10 la mwisho pale anapomjia Jibril alayhi salam. Haya au hili ndio lengo la Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha nini ambacho kipo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na yeye kama mtume alifanya nini. Lakini tuangalie pema salafu salih wawili watatu namna walivyopokea mwezi wa Ramadhani, namna walivyotenda katika mwezi wa Ramadhani. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ni mbobezi katika mambo ya fiqh, akifundisha, akiandika, akitoa darasa na fatwa mbalimbali, lakini anatusimulia moja wa wanafunzi wake Rabi' ibn Salman rahmatullahi alayhi, anasema alikuwa Imam Shafi'i unapoingia mwezi wa Ramadhani anasimamisha kazi zile zingine zote, hafundishi kama anavyofundisha miezi mingine, haandiki kama anavyoandika miezi mingine, istaqbala ila qira'ati al-Qur'an, anaelekea katika kuisoma Qur'an. Huu ni mwezi wa Qur'an, anaelekea kuisoma Qur'an. Anasema Rabi' alikuwa al-Imam Shafi'i akihitimisha kuisoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani mara 60, kama Ramadhani imekuwa ni siku 30, mara 58 kama Ramadhani ni siku 29. Akihitimisha Qur'ani kwa siku moja mara 2, kuanzia suratul Fatiha mpaka minal jinnati wan nas anarudia mara 2. Alikuwa anakula na alikuwa anakunywa na akifanya baadhi ya shughuli zake ndogo ndogo, au inawezekana alizisimamisha zote ndani ya mwezi wa Ramadhani, akahangaika na kuhangaikia nafsi yake kwa ajili ya kupata afya, kwa ajili ya kupata ucha Mungu. Mara 60 mara 58 akisoma Qur'an. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alayhi alikuwa katika mwezi wa Ramadhani akihitimisha kuisoma Qur'ani kwa mchana mara 1, na kwa kila usiku akisali qiyamul layli akisoma juzuu 10. Kwa hiyo kwa siku 3 anahitimisha Qur'an. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi ni muhaddith, ni mtu wa hadithi, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani alisimamisha na uhusiana na hadithi, istaqbala ila qira'ati al-Qur'an wa ibadat ukhra, akaelekea kusoma Qur'an na ibada nyinginezo. Kwa lengo la nini? Kujenga moyo wake, nafsi yake katika ucha Mungu. Turudi sasa katika maisha yetu ya kila siku, namna tulivyoipokea Ramadhani, namna tunavyoishi katika mwezi wa Ramadhani. Tumeona kwa ufupi sana namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyotaka Mwenyezi Mungu tuwe ndani ya mwezi wa Ramadhani, namna salafu umma, salafu salih walivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Tuvute picha ile tuilete kwetu. Je, sisi, je zama hizi hicho walichokifanya na sisi tunakifanya? Je, kweli kwa namna tunavyokwenda tutaufikia ucha Mungu? Baadhi yetu, kila mmoja anajitambua katika nafsi yake. Toka Ramadhani imeanza hadi leo siku ya 7, yawezekana amesoma Qur'ani karatasi 3. Sio kwamba hana uwezo kusoma zaidi ya hapo, anao, lakini dunia imemshughulisha. Na Mwenyezi Mungu akatwambia alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, umewashughulisha mno kutaka wingi wa mali, mihangaiko ya maisha, kiasi kwamba tunakuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
tunakuwa mbali na ibada, tunakuwa mbali na kujenga nafsi zetu kuwa tayari kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti yetu sisi na salaful umma katika mwezi wa Ramadhani inaonekana katika maeneo mengi. Katika kusoma Qur'an hatufanani kabisa na wao. Katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatufanani na wao. Katika kufanya istighfari bado hatufanani na salaful umma. Nini tunakitaka kwa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisimulia hali itakuwa yaum al-qiyama aliposema idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'a idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batta fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Siku hiyo mtakuwa makundi matatu. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin, kuna watu wa kuliani, daraja la pili. Mwenyezi Mungu alipozungumza hapo ashabul yamin ma ashabul yamin akasema thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin, wengi katika watu wa mwanzo na wachache katika watu wa mwisho. Hawa ni daraja la pili. Lakini daraja la kwanza akatwambia wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin. Kundi kubwa ni wale wa mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa tayari katika kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika njia zote. Hawakuwa wazito, hawakuwa wakujizungusha pale wanapotajiwa jambo la Mwenyezi Mungu, jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa ni wapesi mno. Kwa hiyo daraja zote mbili, ya kwanza na ya pili, wengi ni wao pamoja na kwamba ni wachache. Lakini daraja ya pili tunaipata sisi wa mwisho ili hali ni wengi zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na ametupenda mno, akatwambia katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza ndani ya hadithi hii kwamba umati wangu wote, kila mmoja katika umati wangu anastahili kuingia peponi isipata tena. Masahaba kwa jinsi wanapojua sifa za pepo pamoja na kwamba hawajaiona, wakamwambia Rasulullah, wa man ya'ba, nani wa kuikataa pepo? Tumekasema man ata'ani dakhala al-janna, atakayenitia ataingia peponi na atakayeniasi ndo amekataa. Sisi tunamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi kidogo sana, lakini asilimia kubwa tunamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ni mwezi wa kufanya tauba, mwezi wa kufanya istighfari, mwezi wa kufanya adhkari, mwezi wa kusoma Qur'ani, mwezi wa qiyamul layli, mwezi wa qiyamul binahari na ibada nyinginezo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kila mmoja ajitathmini binafsi yeye mwenyewe, ajione, ajiangalie kipimo chake katika kuisoma Qur'ani kwa siku ni kiasi gani, kipimo chake cha kufanya adhkari kwa siku kiasi gani, istighfari kwa siku mara ngapi, sadaqa kwa siku natoa kiasi gani. Kila mmoja ajitathmini, kwa sababu hatukuwa na malengo ndani ya mwezi wa Ramadhani, hatukuwa tumepanga tutafanya nini katika mwezi wa Ramadhani.
ndio hali ambayo tunayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunafanya mambo mengi kiholela, bali mwezi wa Ramadhani tuuchukulia ni mwezi wa kawaida. Ulikuwa ni wa thamani siku ya kwanza, siku ya pili unaonekana ni mwezi wa kawaida, na kila siku zinapokwenda fikra zetu katika mwezi wa Ramadhani zinaondoka, tunahamia katika siku ya Eid, pamoja na kwamba bado tuko mwanzo wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam Ramadhani yake ya mwisho alikaa kikao 10 la kwanza, akaunganisha 10 la pili, linaingia 10 la tatu, akakusudia kutoka. Akajiwa na Jibril alayhi salam, akaambiwa kila unachokitafuta kipo mbele yako. Akaunganisha mwezi mzima, akakaa kikao. Tujipime sisi, imamu anaposalisha qiyamul layl, salatu dhuhri, salatu al-asr, anaporefusha tu ndani ya mioyo yetu panakuwa na nini? Tunalaumu. Baadhi tukahama misikiti kwa sababu amerefusha, kwa sababu ametoa darasa amerefusha, bali wengi wetu wala hatuna muda wa kuzisikiliza. Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, tutaraji nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tunazo nafasi za kufanya mengi ndani ya Ramadhani, lakini hatutumii nafasi hizo mpaka siku na kufika umauti tunaanza kujuta. Hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Tumeishi tukipoteza muda katika mwezi wa Ramadhani. Waislamu tunakusudia kabisa kwamba tunacheza bao, tunacheza dumna, tunacheza karata. Wakiulizwa wanajibu jibu ambalo halina shaka. Tunavuta muda kwa ajili ya futari, tunavuta muda kwa ajili ya dafu bila wasiwasi kabisa. Na katika mwezi ambao zinauzwa karata kwa wingi ni mwezi wa Ramadhani. Kama vile mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa karata, ni mwezi wa kucheza bao, ni mwezi wa kucheza dumla. Tumwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amesimulia Ibn Umar radhiyallahu anhu, anasema tulikuwa tukihesabu katika kikao kimoja cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekaa naye, sio tunapiga stories za mapishano ya dunia, hapana. Sema tumekaa naye, lakini kila mmoja anashughulika, lakini tumhesabu Mtume anachokifanya. Yastaghfirullah akthara min 100 mara. Ndani ya kikao kimoja tumekaa, anamtaka msamaha zaidi ya mara 100. Kikao kimoja. Sisi tunakaa kikao kimoja, tunasengenya wangapi? Tunasema uongo mara ngapi? Tunachonganisha mara ngapi? Ibada zetu bado zina udhaifu mkubwa, lakini tunajiamini kiasi kikubwa. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesamehewa akifanya ibada kwa wingi. Anasimulia Aisha radhiallahu anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesali rakaa 4. La tasal an husnihinna, usiulize kuhusu uzuri wa hizo rakaa 4. Watulihinna, usiulize kuhusu urefu aliyefusha kiasi gani. Anarefusha muda mrefu, amesimama, na akirukuu anarukuu kwa muda mrefu kama alivyosimama, na akifanya itidali hivyo hivyo, na akisujudu hivyo hivyo. Kuanzia baada ya swala ya Isha, rak'atayn baada ya Isha, anafanya ibada hadi inaingia alfajiri, rakaa 4. Sisi tunaswali rakaa 8. Baadhi wanaswali rakaa 20 ndani ya lisali moja. Lakini watu hawa utaona kabla dhuhuri
baada dhuhuri wamejaa misikitini wamelala kwa sababu ya misali moja waliotumia katika ibada zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitumia usiku mzima aliyesamehewa madhambi yake matakadama wa mataakhar. Akifanya hivyo sisi hatujasamehewa, sisi sio maasumini, lakini tuko na spidi dhaifu kiasi hichi. Nini tutaraji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Tumalizia sehemu ya pili ya hotuba yetu ambayo tunafundishana kuhusu kutumia mwezi wa Ramadhani ipasavyo, kwa sababu ni mwezi ambao umejaa ofa nyingi mno, umejaa kheri nyingi mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutahadharisha tusije tukapata hasara katika mwezi wa Ramadhani, siku moja akiwa anapanda mimbar, katika ngazi ya kwanza akasikika amesema amin, akapanda ngazi ya pili akasikika amesema amin, katika ngazi ya tatu akasikika amesema amin. Akatoa hutuba akamaliza baada ya swala masahaba, sababu walikuwa wanapenda kutaka kujua, akamuuliza ya Rasulullah, tumekusikia ukitikia amina mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Akawaambia ni kweli amenijia Jibril alayhi salam. Jibril akaomba dua, baada ya kuomba dua akaniambia itikia amin, ndio nikaitikia amin. Katika dua tatu, moja ya dua hizo aliomba akasema amepata hasara mtu ambaye amediriki Ramadhani na ikaisha Ramadhani ikaondoka, falamu yughfaru lahu, asisamehewe madhambi yake. Ameifunga Ramadhani, ameishi ndani ya Ramadhani, amefunga mwezi wa Ramadhani, inawezekana ametoa sadaka na ibada nyinginezo akizifanya, lakini pamoja na hivyo hakupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini hakupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu alifunga Ramadhani kimazoea, hakuipa thamani stahiki Ramadhani. Katika moja vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye na tuvielewe ni maarifatu sharafi zamani, shahru Ramadhani, kujua utukufu wa zama, utukufu wa muda ndani ya mwezi wa Ramadhani. Thamani yake ni kubwa mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuonyesha kwamba yawezekana tukafunga na tusipate chochote, akatwambia man lam yada qawla zur, mtu ambaye hakuacha kusema uongo, wal amala bihi, na hakuacha kufanya kazi uongo katika mchana wa Ramadhani, falaysa lillahi hajatan min an yada ta'amahu wa sharabahu, Mwenyezi Mungu hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kwa maana inawezekana mtu akafunga lakini bado ulimi, bado mikono yake, bado miguu yake inafanya yasiyoruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akafunga akidhani amefunga, lakini kumbe hana funga. Ramadhani ikaisha, falam yughfar lahu, asisamehewe. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume hakuyasema maneno haya kugusa kihovyo, hapana. Ana uhakika na anachokisema ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapo watafunga mwezi wa Ramadhani lakini ni sawa sawa na kwamba hawakufunga.
wameshinda na njaa, wameacha starehe zao wakidhani wamefunga, lakini bado wanafanya isiyostahili katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu watukufu, tuipe sharaf Ramadhani, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya dua, tuyakimbie makatazo tuliyokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo ibada nyingi mno za kufanya. Ibada nyingine wala hazihitaji kuwa na tohara, hazihitaji kuwa na udhu, wala hazihitaji uelekee qibla, wala hazihitaji uwe umekaa kikao kizuri. Hapana, unatembea na basikeli yako, unatembea kwa miguu, uko ndani ya pikipiki, uko ndani ya gari, uko sokoni, muhimu upo katika faragha. Haufanyi kitu kingine kutumia mdomo, hata kama unatumia mikono na miguu. Zipo ibada fupi sana ambazo zina faida kubwa kwetu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayesema subhanallahi wa bihamdi mara 100 hutat khataya. Atakayesema subhanallahi wa bihamdi mara 100 anafutiwa madhambi yake. Mara 100 ni ndani ya dakika 10 ushamaliza mara 100. Mtume akamalizia akasema, yaum al-qiyama, mtu huyu hakuna atakayemzidi isipokuwa kwa ubora, kwa malipo, isipokuwa atakayesema zaidi yake katika ile idadi aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, subhanallah wa bihamdi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100 anapata thawabu sawa sawa na thawabu za kuwaacha watumwa 10 huru. Maneno haya yamezungumzwa. Lakini pia jambo la pili, anaandikiwa amefanya mema 100. Jambo la tatu, anaandikiwa kufutiwa makosa 100. Jambo la 4, anakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu kuanzia asubuhi, kama amesema asubuhi, hadi jioni. Na akisema jioni anakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu hadi asubuhi. Tunataka nini sisi Waislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda arrahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maneno mawili mepesi mno katika ulimi, lakini ni mazito katika mizani, bali yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Swala zetu hazitoshi. Swala zetu kwa mujibu anavyotaka Mwenyezi Mungu sio swala, zina mapungufu mengi, mipango mingi tunaipanga ndani ya swala zetu. Tumia fursa nyingine kuongeza kipato cha matendo kwa kusema maneno kama haya ambayo nimezungumza. Mwenyezi Mungu Subhanahu